Baba, asante Yesu kwa kibali na neema tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kufundishana neno la Kristo na Kristo kutukuzwa kwenye maisha yetu. Ni wasaa mwingine tena kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kwa ajili ya kukumbushana. Tunakumbushana neno la Mungu na tunafundishana kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anatuwezesha kufikisha ujumbe sawasawa na mapenzi ya Kristo. Sasa leo nina somo fupi ambalo litahusu uokovu, kwamba tumeokolewa kwa neema ya Kristo. So tumshukuru Mungu alafu tuingie kwenye somo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Kristo, tunamshukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutufundisha majira haya na kwa ajili ya neema yake. Sifa na utukufu vinarudi kwako. Amen. Sasa mpendwa, nataka nikueleze jambo moja, kwamba uokovu ni kwa neema pekee. Tumeokolewa kwa neema na Mungu ndiye aliyetuokoa. Na sisi ambao tumempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu, Yesu Kristo yeye ametupa maisha yake. So tuna survive kwa sababu ya maisha ya Kristo. So maisha ya Kristo yameachiliwa kwetu na yameachiliwa kwa wanadamu wote ulimwenguni. So kinachotakiwa ni kupokea na kukubaliana na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwamba sisi tumeokolewa kwa neema. Yaani usiseme kwamba wewe umeokolewa kwa sababu unaenda sana kanisani. Hapana. Au unatoa sana sadaka, unatoa sana zaka, unatoa sana sijui nini, ndo umeokolewa. Hapana, tumeokolewa kwa neema ya Kristo, na neema maana yake ni kibali au favor ambayo tumeipata kutoka kwa Bwana Yesu. So takuonesha mifano miwili ya kati ya kuokolewa kwa matendo na kuokolewa kwa neema. Nataka niweke hiyo mifano miwili, then utajua kwamba kuna kuokolewa kwa neema na kuokolewa kwa juhudi zako. Kwa juhudi zako haiwezekani, na pia uwezi ukajiokoa kwa juhudi zako. Unahitaji mwokozi kwa sababu ulikuwa umepotea kutoka kwenye uzao wa Adamu. So Yesu amesimamisha uzao wa pili kwa ajili ya sisi sasa tupate kuingia huko kwenye neema yake ya kipekee, neema iliyojaa uweza na nguvu kupitia jina la Yesu. So nasoma kitabu cha Wafilipi wa Efeso 2:8 mpaka 9. Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. So tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo haijatokana na matendo yetu au sisi tunafanya sana vizuri. Ni kipawa kutoka kwa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tumepokea uokovu kama zawadi. Uokovu ni zawadi. Uokovu hawanunui. Toa pesa yoyote unayojua wewe, uokovu haununuliwi. Tunaokoka kwa imani. Tunampokea Yesu kwa imani. Tunatembea katika imani. Imani ni bayana mambo ambayo hayajaonekana. Sasa tunapokea huo uokovu kwa imani. Fanya jitihada zako uwezavyo. Jikaze, jitahidi uwezavyo kumpendeza Mungu. Huwezi ukaokolewa. Lakini ni kwa neema, na uokovu ni zawadi. Zawadi hainunuliwi. Asikudanganye mtu, asikudanganye sijui nani mwisi anasema kwamba njoo ulete hela hapa utaokolewa. Haiwezekani mpendwa ukaokolewa kwa design. Ili uweze kupata uokovu lazima mkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Na kwa nini unamkiri Yesu? Yesu ametumika kama mwanakondoo
ili dhambi ipate kuondolewa, ili wewe uweze kuokolewa, panahitajika damu ya Yesu. Na damu ya Yesu ndo yenye nguvu kuliko damu zozote ulimwenguni. Aidha damu ya kuku, damu ya mtu, damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi, damu ya nini, haina nguvu juu ya Yesu. Haina nguvu juu ya Yesu. Hizo damu zote unazozijua wewe hazina nguvu juu ya damu ya Yesu, juu ya mauti ya Yesu. Kwa ndio maana kwamba ni zawadi tu tumepewa, na hiyo zawadi tunaipokea kwa imani. Tunasema amen, asante Yesu kwa kuwa umetuokoa, asante Yesu kwa kuwa umetupa maisha yako. So tuna survive kwa sababu Yesu umetupa maisha yako. Kwa hiyo mpendwa, napenda tu nikukumbushe kwamba Yesu ndo ukombozi wetu. Yesu ndo uokovu wetu. Yesu ndo uokovu wetu. Kwa hiyo ndo maana Biblia inasema kwamba ni zawadi tu, ni zawadi. So ni kipawa, ni kalama kutoka kwa Mungu. So Mungu alimtoa mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akamleta kwetu. Alivyomleta kwetu, akafa kwa ajili ya ulimwengu, na alikuja kutafuta kile ambacho kimepotea. Nini kilipotea? Ni ufalme wa Mungu ulipotea. Sasa ufalme umerejeshwa. Na nani amerejesha ufalme? Yesu Kristo amerejesha ufalme. Yesu Kristo amerejesha ufalme. Ile ahadi ambayo alipewa Abraham kwamba wewe uzao wako utakuwa kama nyota, sasa ile ahadi ipo mikononi mwetu. Ahadi yenyewe ni ujio wa Roho Mtakatifu, ambayo huyo Roho Mtakatifu ndo ufalme wa Mungu sasa umekuja kwenye maisha yetu. So sisi tupo katika ufalme wa Mungu, na huo ufalme wa Mungu unatusaidia sisi kusurvive. Kwa hiyo umeokolewa kwa neema. Popote pale ulipo ni kwa neema ya Kristo, haijalishi upo wapi. So ndo maana Yesu ndo maana si atufundishi udini, sisi tunamfundisha Yesu. Hapo hapo ulipo, hapo hapo unaposali, lakini tu tambua kwamba Yesu ndiye aliyekupa uokovu. Yesu ndiye aliyekupa maisha yako. Kwa hiyo mstari wa 9 unasema kwamba mtu yoyote asije akajisifu kwamba mimi natenda kitu fulani ndio maana nimeokolewa, mimi natenda kitu fulani ndio maana ni mzuri sana, mimi natenda kitu fulani, mimi natoa sana. Unakumbuka Mathayo 18 inasema kwamba walikuwa watu wawili wanaomba. Mmoja akasema mimi natoa fungu la 10 na ninasali kila juma, mimi sio kama huyu. So maana yake ni nini? Alikuwa anafikiria matendo yake yatampeleka kwa Mungu. Sio Mungu anakataza matendo mazuri, hapana. Lakini angalia katika hayo matendo mazuri, chimbuko lake ni wapi? Chimbuko lake ni Kristo au chimbuko lake ni wewe mwenyewe unajiinua? So kama chimbuko la Kristo, hayo matendo mazuri yatazalishwa kuanzia hapo, yatakuwa matendo mazuri. Kristo ataonekana kwenye maisha yako, Kristo atasimama kwenye maisha yako. Lakini kama hayo matendo mazuri unajiinua kwa sababu ya kutaka sifa, kwa sababu unataka kujulikana, kwa sababu unataka kufanya nini, hayo matendo mazuri hayampendezi Mungu. Ndio maana yule Mfarisayo akasema mimi sio kama huyu, natoa fungu la 10, nafunga mara 2 kwa juma, ninamsifu Mungu. Yani akaanza kujisifia vile vitu ambavyo anafanya. Lakini mmoja akapiga goti akasema, Bwana unihurumie, unirehemu. Mimi sio kama jirani, ila mimi nakutegemea wewe peke yake, kwa sababu wewe unaweza kunisamehe na unaweza kuniokoa na unaweza kunitoa kwenye hili. Haleluya. Ndio maana nakupa mifano miwili ambayo kwamba ni kati ya neema pamoja na matendo. Tunapozungumzia matendo, tunazungumzia sheria, matendo mema. Yesu Kristo amekuja kubadilisha, amekuja kupindua meza. Ndio maana alivyoenda kwenye jumba lake lile akasema jumba la sala, akapindua meza. So na sisi tupo tuna enjoy kwa sababu Yesu Kristo amepindua meza, tupo kwenye upande wa pili. So tuangalie mfano wa mtu mmoja ambaye anaitwa Martha
kwenye kitabu cha Luka, Martha pamoja na Mariamu. Martha pamoja na Mariamu. Luka sura ya 10, anzia pale mstari wa 38. Tasoma pale mpaka 42. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Masa, akamkaribisha nyumbani kwake. So kulikuwa na huyo mwanamke Martha, ambaye huyo mwanamke alikaribishwa na Yesu. So Yesu alikuwa anapita, akakaribishwa, akaenda kwake. Kwa hiyo alipoenda kwake, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Sasa Mariamu ilikuwa ni picha ya neema. Mariamu ilikuwa ni picha ya neema, lakini Martha ilikuwa ni picha ya matendo. So huyu Yesu amekaribishwa kwa Mariamu, lakini huyu Mariamu ana ndugu yake Martha, lakini huyu Martha ana ndugu yake anaitwa Mariamu. So baada ya Yesu kuingia kwenye nyumba ya Martha, lakini Mariamu akakaa miguuni pa Yesu, kwamba Mariamu alichagua fungu jema kukaa miguuni pa Yesu na kusikiliza maneno ya uzima kutoka kwa Yesu. So maana yake nini? Mariamu alichagua neema, ambayo neema ni nani? Neema ni Kristo. Kwa alimchagua Kristo kama neema yake ambayo inaweza kumsaidia, na yeye anasikiliza maneno ya uzima kutoka kwa Kristo. Umenipata vizuri hapo? Kwa hiyo unakuta huyo ngoja uangalie hapo mfano unavokaa vizuri. Biblia inaendelea inasema kwamba akasikiza maneno, lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, uoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Huyu Martha, Yesu alivyokuja nyumbani kwake, yeye akaanza pilika za kupika sijui nini, ili aonekane na Yesu kwamba yeye anashughulika, mara yeye ametenga sufuria, mara amefanya nini, yani anajitafutia. Kumbuka Martha ni picha ya matendo, lakini Mariamu ni picha ya neema. Amekaa miguuni pa Yesu, kama sisi sasa hivi tulivyokaa miguuni pa Yesu. Tunasikiliza maneno ya Kristo, tunasikiliza maneno ya Bwana Yesu, maneno yenye uzima, maneno yenye faraja, maneno ya kutia moyo, maneno ya kutufariji, tunayapata kwa Kristo, kama vile Mariamu alivyokuwa amekaa miguuni pake. Then ukimpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, unakuwa umeketi miguuni pa Yesu Kristo. Then anakupa maneno yake, anakupa uzima wake, anakupa faraja yake, anakupa upendo wake, anakupa amani yake, anakupa chochote unachokitaka, anakupa, kwa sababu upo miguuni pa neema. Neema ni uwezesho, ukustahili, lakini kuna mtu amekustahilisha. Neema ni favor, ni zawadi kutoka kwa Bwana, ni zawadi kutoka kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo huyo Martha unaona anahangaika, anajitafutia, maana anamwambia Bwana Yesu, kwa nini huyu asifike hapa tukasaidizana kuhangaika? Hamna, huyu amechagua fungu lililokuwa jema. Fungu jema ni kumchagua Yesu Kristo. Fungu jema ni kwenda katika mapenzi ya Yesu. Fungu jema ni kutembea katika Kristo. Biblia inasema Bwana akajibu akamwambia. Yesu anajibu anamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufaidika kwa ajili ya vitu vingi. Kwa unashughulika na mambo yako, unashughulika na mambo yako kwa kujua kwamba mimi nitayafurahia mambo yako. No, sikiliza, Yesu anajibu vipi? Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu alichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa.
So Mariamu alikuwa amechagua fungu lililokuwa jema. Fungu lililokuwa jema. Mariamu alichagua fungu lililokuwa jema. Amechagua fungu la Mungu. Sikiliza mpendwa. Sikiliza. Martha alikuwa ni mtu wa kuhangaika katika matendo yake. Anatafuta kumpendeza Kristo. Lakini Kristo anasema anzia kwangu. Ukishaanzia kwangu, mimi sasa nitaflow kuanzia kwangu kwenda wapi? Kwenda nje. Nitaflow kuanzia kwenye moyo wako. Nitatokea hapo, kutokea wapi? Kutokea nje. So Yesu Kristo ni maji ya uzima. So yeye alichagua fungu jema. Alichagua kama yule mama Msamaria. Alimwambia, Bwana, maji nilionayo mimi ni maji ya uzima. Ni maji ambayo yana flow masaa 24. Ni maji ambayo yana flow kila sekunde. Ni maji ambayo yana flow kila dakika. Ni maji ambayo yani hayatakauka. So Mariamu alichagua fungu lililokuwa jema kwa Yesu, kukaa chini ya Yesu, kukaa chini ya Bwana na kupata maelekezo kutoka kwa Bwana na kusikiliza maelekezo kutoka kwa Bwana. Haijalishi upo kwenye site ya namna gani, haijalishi upo sehemu gani, hapo hapo ulipo unachagua fungu lilokuwa jema ambaye ni Yesu Kristo. So Yesu Kristo ana flow kuanzia hapo kwenye kazi yako, ana flow kuanzia hapo kwenye biashara yako, ana flow kuanzia hapo kwenye familia yako, ana flow kuanzia hapo. So Mungu ni initiator, yeye anaanzisha, alafu vitu vinatoka vina flow. Yeye initiator. Ndio maana lazima tuanze na Mungu. Tunavyoanza na Mungu, vitu vyetu vina flow sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kuangalia hapo, Martha alichagua fungu lililokuwa jema. Haya, tukienda tukisoma kitabu cha Warumi 9, kitabu cha Warumi 9, hapo nitakusimulia tu kwa ufupi. Kulikuwa na mtu mmoja, kitabu cha Warumi 9 kuanzia ukisoma ule mstari wa 10 utapata pale mtiririko mzuri mpaka mstari wa 15. So Biblia inasema kwamba kulikuwa na alielezea pale kuhusu uzao wa Ibrahimu, Isaka, Rebeka, Yakobo, akaja akapatikana Esau. Akaja akapatikana Yakobo pamoja na Esau. So Biblia inasema kwamba Mungu kabla hao watu wawili kabla hawajatoka tumboni mwa mama yao ambaye alikuwa Rebeka. So Mungu anasema nimemchagua Yakobo, nimemchukia Esau. So angalia, Mungu anawachagua hawa watoto kabla hata hawajazaliwa. So watoto wamefanya kitu gani kibaya wakati wapo tumboni mwake? So ndo maana kuambia kwamba uokovu ni kwa neema. Uokovu ni kwa neema. Uokovu haununuliwi. Na uokovu, tunaenda kwenye uokovu kwa imani, kuamini kazi ya msalaba. Tukiutazama msalaba, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu, then hapo tunakuwa tumeingia kwenye neema. Angalia, hawa watoto hawajafanya jambo lolote baya, lakini Mungu anasema nimemchukia nani? Esau, nimempenda Yakobo. So maana yake nini? Yakobo amechaguliwa na Mungu. So Yakobo ilikuwa ni picha ya neema. Na unakumbuka Yakobo ni mtoto aliyokuwa yupo karibu sana na mama yake. So Esau alikuwa ni mtu wa kuhangaika, alikuwa ni mtu wa shughuli, ni mtu wa kuwinda, akiwinda akifika anamaliza, anaendelea na mishe zingine, kesho tena anategemea kuwinda. Lakini Yakobo anaenda anawinda, akiwinda anatengeneza zizi nyuma ya nyumba, anafuga, akitaka kuchinja anachukua, anachinja. Lakini huyo mpaka akawinde, akiwinda analeta, akileta vikiisha kesho. Kwa huyu mmoja ambaye ni Yakobo ni neema ya Mungu. Ilikuwa ni ishara ya neema ya Mungu kwamba huyu nimemchagua, kama vile wewe ulivyochaguliwa sasa hivi na Yesu Kristo, kama vile wewe ulivyochaguliwa sasa hivi na Bwana. So kwa nini sasa sisi sasa hivi tunasema tumechaguliwa? Tumechaguliwa kwa sababu ya Yesu Kristo kufa msalabani, kuzikwa na kufufuka. So ndo maana sasa akasema kipindi yupo msalabani, anasema kwamba yote
yamekwisha. Mimi nimewachagua nyinyi. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema kwamba mimi nimewachagua ninyi, ambao ndo sisi. Yaani Yesu Kristo ametuchagua sisi, ndo maana anasema kwamba mimi nimekuwa rafiki yenu. Nimekuwa rafiki yenu. Anauliza swali, ni nani rafiki yake atatoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake? Lakini mimi nimekuwa rafiki yenu kwa sababu nimetoa uhai wangu kwa ajili yenu. So wewe upo umekaa kwenye neema ya Mungu, upo kwenye neema ya Mungu. So mlango wa Mungu upo wazi, na wakati wa kuingia ni sasa, sio kesho. Mlango wa Mungu upo wazi.